Ni hekalu la kwanza duniani, nyumba ya Mungu kutengenezwa chini ya jua, kabla ya nyumba zote hata Maka haijajulikana, ilikuwa jangwa. Inaitwa Epet Yesuti. Ibrahimu hajazaliwa chini ya jua hili. Ibrahimu ameingia Kemeti mwaka Ibrahimu ameingia Kemeti mwaka 1639, ametoka kwao Uru ya Ukaldayo na mkewe Sarai. Umeelewa? Lili historia. Amemkuta mfalme mweusi amekaa kwenye kiti pale. Akampenda mke wa Ibrahimu, Sarai. Na Ibrahimu mwenyewe ni mweusi kama miwani yako ulovaa. Huyo Ibrahimu mwana wa Azari. Mtoto kitukuu cha nani? Kitukuu cha Enoki. Baba yao ni Mwethiopia kutoka huku Mathusela pamoja na Manase. Ndio akaja kumzaa mtoto anaitwa Idris. Ila ndarudi kwenye jibu langu. Swali langu sorry. Kwa nini wewe una dini? Dini zote zingeni. Kwa sababu Uislamu toka mwaka ulipoanza mwaka 600 hadi leo na miaka 1400. 1400. Ukristo umeanzishwa miaka 14 baada ya kuondoka Yesu, ndio Ukristo ukaanza. Miaka 14 baada ya Yesu kufa. Ndio Ukristo ukawepo. Ukristo wenyewe kuthibitishwa kabisa Ukristo kufanya kazi ni mwaka 325 AD chini ya mkutano uliofanyika kule Nicaea. Leo hiyo inaitwa Uturuki. Konstantini wa kwanza akiwa ndio mkuu wa mkutano, akiwa yeye anaabudu Mungu juu anaitwa Apollo, lakini amewasimamia Wakristo na kuunganisha dini. Akachukua paganism na Christianity akamix pamoja, ikatengeneza religion ya Roman Empire. Kutoka Roman Empire ikaja kuitwa Holy Roman Empire kwa sababu iko under feet of the God. Umeelewa? Kwa hiyo ikaitwa Holy Roman Empire. Kwa hiyo hapo ndio akaanza kutengeneza Ukristo, maana Romani walikuwa waelewani na Wakristo wale walioacha Yesu, wanafunzi wa Bwana Josephus. Maana neno Yesu limekuja juzi kwa sababu wazungu walikuwa hawana neno J, haipo. Herufi J katika lugha ya Kihebru hakuna, imekuja kuingizwa na Wafaransa mwaka 1829. Ndio kapa Jesus. Au Yesophus au Yehoshua. Okay. Umeelewa? Wanaanzia na Y. Ndio maana Yusufu leo wanaweza kumuita John kwa sababu wamekuja nini? Wameweka J. Kwa hiyo mimi sitaki dini. Mimi nimesoma dini hizi zote na hadi leo naendelea kusoma. Nimesoma dini ya Confucianism ya Wachina. Nimeona ni man made religion. Umeelewa? Nikaitupa chini. Nikaenda nikaangalia Shinto. Shinto anamwabudu mfalme wa Japani. Nikaona ni man made religion. Umeelewa? Nikaja nikaangalia dini fulani wanaita Ahura Mazda, dini ya Wapersia ni Waajemi. Umeelewa? Ukiona gari yoyote inaitwa Mazda duniani ni jina la Mungu wa Kipersia wa Kiajemi ambao leo wanaitwa Wairani. Ukisema Mazda ni Mungu wa watu. Umeelewa kaka? Daksani ni Mungu wa watu. Kwa hiyo hizi dini zote ni ngeni zililetwa. Afrika tulikuwa na dini zetu na mila zetu na tamaduni zetu. Walipokuja mainveda wakatulazimisha tuingie kwenye dini zao ili watutawale vizuri, tuwe watumwa wanyenyekevu kupitia dini. Imani ya upanga unamaliza watu, uweze kutawala, utatawala majani. Kwa hiyo wakaamua kuleta dini. Bwana wewe unaitwa jina lako la ajabu ajabu, sijui Nsukule Kapwapwa la Kiafrika hilo. Mzungu anakuambia ukiingia kwenye dini ya Ukristo ili uwe mtu safi inatakiwa uwe na majina mazuri mazuri. Joseph maana yake John. John ukienda katika translate ya English, Oxford English, unakuta John meaning toilet, choo. Jina John maana yake choo. Umesikia brother? Nenda kasome jina John maana yake choo. Peter maana yake panya, ni jina la Kigiriki. Umeelewa? Kwa hiyo hizi dini man made religion mimi hizi sizitaki. Mimi naabudu Mungu wa kweli. Uislamu sasa. Uislamu nimeusoma. Uislamu nimeuona. Hii kuna Arab supremacy. Yes. Ndani ya Islam kuna Arab supremacy. Na ukisoma Bible unakuta white supremacy. God of Christianity is a white man. Blonde hair, brown eyes. Kwa hiyo hapa wewe automatically unakuwa mtumwa mnyenyekevu kwa mzungu. Na ukija Uislamu unakuwa mtumwa mnyenyekevu kwa mtumwa mnyenyekevu kwa Waarabu, ukuu wa Waarabu. Umeelewa? Yaani wewe unapoomba hata ukisali umeinama hivi unapiga magoti, unamuona Mungu kama kavaa kilemba yuko jangwani.
Maana kuna kitu kinaitwa unavuta hisia, imagination. Hisia unavuta, ninachoabudu ni kipi? Basi wewe unamuona Mungu wako ni Mwarabu kama Mohamed bin Suleimani, amevaa kanzu leupe, amefunga